Taarifa mbaya kuhusu Tundu Lissu kulishwa sumu akiwa gerezani imepasua nchi ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Taharuki lilipuka si tu kwa taarifa rasmi bali kwa mawimbi ya fununu yaliyosambaa kwa kasi isiyothibitika, yakidai hatari au hali mbaya ya kiafya kwa kiongozi wa upinzani aliye chini ya uangalizi wa vyombo vya dola. Ndani ya saa chache hofu ilitanda, si kwa sababu ya ushahidi bali kwa sababu historia ya siasa za hofu imewahi kuacha alama zake. Katika mazingira haya, kauli ya kukanusha haikuwa tu ya hatua ya mawasiliano bali ilikuwa jaribio la kuzima moto na uchochewa na ukimya wa mamlaka na kumbukumbu ya majeraha ya nyuma. Kada wa chama cha demokrasia na maendeleo walijitokeza hadharani kukataa fununu zilizoenea mitandaoni, wakisisitiza kuwa hakuna taarifa rasmi inayothibitisha madai ya hatari au hali mbaya ya kiafya kwa mwenyekiti wao. Tamko hili liliambatana na wito wa utulivu wa tahadhari dhidi ya kusambaza taarifa zisizothibitishwa. Lakini katika nchi ambayo taarifa rasmi mara nyingi huja kuchelewa au kwa mipaka, kukanusha pekee hakutoshi kurejesha imani iliyopotea. Chanzo cha taharuki hakikuwa fununu zenyewe bali muktadha uliozizaa. Tanzania ina historia ya mvutano wa kisiasa unaoambatana na ukamataji, kesi nzito na uangalizi mkali wa vyombo vya dola dhidi ya wapinzani. Na katika miaka ya nyuma, mazingira haya yamezalisha hofu ya kimya ambapo taarifa zinapokosekana uvumi uchukua nafasi. Ndiyo maana kada wa chama walisitiza kuwa kiongozi huyo yuko chini ya uangalizi wa serikali na kwamba haki na usalama wake vinapaswa kuheshimiwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Hapa ndipo suala linapovuka mipaka ya chama na kuwa jaribio la kitaifa la uwajibikaji. Katiba ya nchi inalinda haki za msingi za raia, ikiwemo usalama wa mtu, heshima ya utu na upatikanaji wa huduma za afya. Na wakati mtu yuko chini ya uangalizi wa dola, wajibu wa mamlaka si tu kumlinda bali pia kutoa uwazi unaotosha kuondoa hofu ya umma. Ukosefu wa taarifa za mara kwa mara hujenga mazingira ya shaka, na shaka inapokuwa, uaminifu wa taasisi huporomoka. Kauli ya chama ya kutegemea taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka au chama chenyewe ilikusudia kurejesha nidhamu ya taarifa. Na hata hivyo, jukumu la kuzuia taharuki haliwezi kuachwa kwa vyama vya siasa pekee. Vyombo vya dola vinapokuwa kimya, vinaunda ombwe ambalo hujazwa na simulizi mbadala. Na katika siasa za Tanzania, ombwe hilo limewahi kuzaa migogoro mikubwa, maandamano yaliyothibitiwa kwa nguvu na mivutano ya muda mrefu kati ya serikali na wananchi. Katika historia ya karibuni, masuala yanayohusu usalama na afya ya viongozi wa kisiasa yamekuwa nyeti. Kila tukio limekuwa likikumbusha jamii kuhusu mpaka wa madaraka na wajibu wa dola. Ndio maana wito wa kada wa chama kuhusu kuheshimiwa kwa haki za msingi au kwa wa kiitikadi pekee, bali ulikuwa kumbusho la wajibu wa kisheria. Hali hazitekelezwi kwa matamko bali kwa vitendo vinavyoonekana na kuthibitishwa. Mjadala huu umechochewa pia na mazingira mapana ya kisiasa, na Tanzania imekuwa ikipitia vipindi vya ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza, udhibiti wa mikutano ya kisiasa na matumizi ya sheria kali dhidi ya wapinzani. Na katika mazingira kama haya, fununu hazianguki kutoka angani, huzaliwa na historia ya hofu. Kauli ya wachambuzi kuhusu fununu kuibuka katika mazingira ya mvutano wa kisiasa inaeleza dalili si chanzo, na chanzo ni mfumo ya utawala unaoshindwa ama inayoshindwa kujenga uwazi wa kuaminika. Ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, matukio kama haya huangaliwa kwa karibu na wadau wa kikanda. Jumuiya za kikanda na mashirika ya haki za binadamu zimekuwa zikisisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za viongozi wa upinzani kama kipimo cha afya ya demokrasia. Tanzania kama mwanachama wa jumuiya hizi inabeba wajibu wa kuonyesha mfano. Ukimya wa mamlaka unapodumu, nchi hujikuta ikilazimika kujitetea katika majukwaa ya kimataifa badala ya kuongoza kwa vitendo. Kwa wanachama na wafuasi wa chama, wito wa utulivu ulikuwa umuhimu kuzuia taharuki isiyodhibitika, lakini kwa umma mpana,
Suala hili limefungua mjadala kuhusu haki ya kupata taarifa sahihi, na katika enzi ya mitandao ya kijamii, serikali inayodhibiti taarifa bila kutoa mbadala wa kuaminika huongeza kasi ya uvumi. Suluhisho si kuzuia taarifa, bali kuzitoa kwa wakati, kwa uwazi na kwa uthibitisho unaojenga imani. Chama kiliahidi kuendelea kutoa taarifa sahihi kadri maendeleo yatakapopatikana. Ahadi hii inaweka mzigo wa uwajibikaji pia kwa chama chenyewe. Na katika siasa za kisiasa, vyama vya upinzani vinatarajiwa kuwa daraja la taarifa kwa wafuasi wao, hasa pale mamlaka zinaposhindwa kuwasiliana ipasavyo. Hata hivyo, daraja hili haliwezi kuchukua nafasi ya wajibu wa dola. Dola ndiyo yenye mamlaka na rasilimali ya kuhakikisha usalama na kutoa taarifa rasmi. Kwa upande mwingine, wito wa wachambuzi kuhusu uwajibikaji katika kusambaza taarifa unaelekeza lawama pia kwa watumiaji wa mitandao. Lakini uwajibikaji wa raia hauwezi kutenganishwa na uwajibikaji wa serikali. Raia wanapokosa chanzo cha kuaminika, wanageuka mitandao. Na hii ni kanuni ya msingi ya mawasiliano ya kisiasa. Uwazi hupunguza uvumi, ukimya huukuza. Katika muktadha wa Tanzania, suala hili linaingia moja kwa moja kwenye mjadala wa mustakabali wa demokrasia. Haki za viongozi wa upinzani si upendeleo, bali ni dhamana ya mfumo mzima. Na leo kiongozi mmoja, kesho inaweza kuwa raia wa kawaida. Ndio maana suala la usalama wa afya chini ya uangalizi wa dola linapaswa kushughulikiwa kwa viwango vya juu zaidi vya uwazi. Kihistoria, kila kizazi cha Watanzania kimekabiliwa na mtihani wake wa kusimamia haki na uwajibikaji. Mtihani wa sasa hauko kwenye barabara au viwanja, bali katika taarifa, ukimya na ujasiri wa mamlaka kusema ukweli. Na kadri fununu zitakavyokanushwa bila ushahidi wa kutosha wa uwazi, ndivyo hofu itakavyobaki ikining'inia. Mwisho wa simulizi hili unaelekea mbele kwa uzito na ustahili. Mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa dola kulinda haki bila upendeleo na kuwasiliana bila hila. Kimya kinapoachwa kitawale, hofu hubadilika kuwa kawaida, na kawaida hiyo huua imani ya raia. Uoga unapochukua nafasi ya uwazi, demokrasia hubaki kwenye karatasi. Wakati kuchagua ni sasa. Kuimarisha uwajibikaji, unajenga imani, au kuruhusu fununu ziendelee kwa lugha mbadala ya ukweli. Na katika uchaguzi huu wa maadili, Tanzania itaandika sura inayofuata ya historia yake, iwe ni ya ujasiri wa uwazi au ya mzigo wa kimya. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.